Naam, habari za wakati huu mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati huu. Matumaini yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma, na wakaribisheni kufuata habari zetu kwa siku hii ya leo. Tuanze habari zetu na huko Goma ambako licha ya sahini za kutekeleza na kuchunguza hatua ya usitishaji wa mapigano kati ya serikali ya DRC na waasi wa FCM 23, hali inabaki kuwa kama hapo awali. Hivyo ni kutokana na wazalendo kuto kushirikishwa katika mchakato uliopo. Ndivyo amesema hayo Bwana Daniel Kalioto, mchambuzi wa masuala ya kisiasa za kimataifa. Kulingana naye ni kwamba kuto kushirikishwa kwa wazalendo katika makubaliano ya Doha kunaleta wasiwasi mkubwa katika hatua ya kuheshimu usitishaji wa mapigano. Daniel Kalioto akiwa dokta katika masuala ya uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha Lubumbashi amependekeza kuwa pande zote zinazozozana ziweze kushirikishwa wakiwemo wazalendo ili kurahisisha mchakato huo kuendelea vizuri. Tuangazie pia na habari hizi zisemazo kuwa mapambano makali yameripotiwa mara tena siku ya Ijumaa ya tarehe 17 Oktoba 2025 katika kijiji cha Bumbasha kwenye grupimenti ya Bukombo, usultani wa Bwito, tarafani Ruchuru, huko kwenye mkoa wa Kivu Kaskazini. Mapambano hayo yameripotiwa kati ya wahasi wa M23 na vikosi vya CMC, FDP na FDL wanaojiita kwa jina la wazalendo. Kwa mujibu wa habari tunazo zaeleza kuwa mapambano hayo yameanza asubuhi mapema. Vikosi vya wahasi wa M23 walikwenda kushambulia kwenye position za vikosi hivyo vya wazalendo katika maeneo ya Bumbasha, ila bila mafanikio yoyote. Kwa mujibu wa habari tulizo nazo zilizidi kueleza kuwa licha ya mapambano hayo yaliyoanzishwa na waasi wa M23, ila hakuna chochote walichofaulu kwa kushika kijiji chochote katika maeneo hayo. Huko Kamituga, licha ya hali ya utulivu wa milio ya risasi kuonekana, bado vitendo vya ukosefu wa usalama vinaendelea kurikodiwa katika kata mbalimbali za mji wa Kamituga. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia eneo hilo yaomba kwa vyombo vya usalama kuongeza mbinu za ulinzi wa raia na mali zake. Kwake Uisoba wa Kilongo Fisto, mratibu wa shirika la raia lenye kutetea haki za kibinadamu katika maeneo hayo ya mji wa Kamituga, ametoa picha halisi ya hali iliyopo kwa sasa katika maeneo hayo. Après le incident, banani ba membre ya conseil ya sécurité balikutanana na wakaprendre ma mesure. Sasa yenye niko nakwambia hapa, sécurité ko kidogo apart maabitu yenye tuko tunakonstate ya ba voler ya main arme kuingiliana munyumba, parce que unajua kama maarme, nous avons beaucoup des armes non contrôlées, beaucoup des armes non enregistrées. Alors inatuma ile maarme incontrôlée anaanza fanya mazizite kubatu. Mu journée ya kuvutia juzi kuko mtu alikuwa visite akabeba franka. Journée ya kuvutia jana kwa mtu alikuwa visite anabeba kama 50,000 à peu près $50,000 kwa mtu. Unakutana kama ile maarme za mingi kuwa incontrole kwa mikono ya watu inafaa renetre insécurité munani mwingine. Sema kama kulikuwa conseil ya sécurité amkujua quelles sont les pistes de solution walikamata juu ya kueradike insécurité mu ville ya Kamituga. Inawaza parmi ma piste ya solution ilikamatiwa kulikuwa ile kumultiplier banani ba elema ya FARDC na elema la police munani ku terrain ya kucouvrir manani ma patrouille mule ma zone zenye ziko ciblées, mais aussi collaboration entre les acteurs de sécurité na population. L'autre population ina constante kitu moja inaitwa kama vile kiste inajulisha kubahusika pour que bahusika wavenir en aide.
Hata hivyo, upande mwingine amepongeza uongozi wa kijeshi kwa kuhamasisha askari wao waliokuwa kama tishio kwa raia wa tarafa la Mwenga na muji wa Kamituga. Uisoba wa Kilongo Fiston amerejea mara tena. En plus, on a évacué les éléments des FARDC qui ont été coupables. Ça vile venye kwa tunavisema mwa ile manani fait. Ils ont été évacués pour le gouvernement kwenye walikuwa wanakuya. Ces éléments là qui sont venus de Kisangani. Mais aussi ça vile watu wa société civile tulikuwa tunalomba na tulisha isema maintes fois. Gouverneur de la province wa Sud Kivu tulisha kumulilia ile vile province a constitué une équipe yenye ifiki hapa Mwenga, ifiki hapa Kamituga juu ya kukuya kuremonter ma stratégie sécuritaire pour que population na mabie yabo iko sécurisée. Population ya Mwenga na Kamituga iko na lipa mataxe, unalipa mataxe, ile mataxe iko naenda kule Uvira. Alors hapo nabo wanapaswa kuangalia kitu ya kusekirize nani hii population. Haina vitu fulani inaweza kuwa napitikana mnani mu territoire ya Mwenga na Mvila Kamituga. Ce n'est pas seulement ça bien mingi, et puis l'autorité provinciale voulait dire anabakia tout immobile bila kukuya nani kujua kitu kipata. Huko Uvira ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio wenye kupoteza zaidi katika mkataba wa kusitisha vita ambao umesainiwa kati ya DRC na FCM 23 nchini Qatar. Ndivyo amesema hayo mwanaharakati wa kisiasa Andre Biadunia Mashaka. Mwangaza huo ameutoa katika mazungumzo na chaneli yako, huku akionyesha kuwa vita bado vipo. Akoro ambayo ilikuwa sinye Qatar entre serikali ya Kongo na bawasi ba M23. Akoro inasema nini? Inasema ya kwamba désormais a partir ya siku balisinye, serikali ya Kongo haiwezi tena kuenda kuatake M23 kwa maeneo yake, mu objectif ya kurekipere maeneo, parce que tuko tunasema kwamba tuko agressé na ile maeneo Bukavu, Goma, nafasi nyingine iko sous occupation ya gouvernement ya Rwanda à travers M23. Donc ile akoro balisinye ni kusema que désormais Kongo haiwezi kujipermettre kusema kwamba inaenda kurekipere ile maeneo. Ku deuxième niveau M23 nayo haiwezi kutoka kwa ile maeneo kule kwenye iko aseme na kia kuatake tena serikali ya Kongo maeneo sawa vile Uvira nafasi zingine, hawezi kufanya ile. Donc kila watu sasa hivi wako mustatiko, yani ni kusimama ile wanataka kusimama dede, yani hakuna serikali kwenda kurekipere maeneo na hakuna basi ya M23 kwenda kuatake serikali upande wake. Alors kukesio kutafuta kuuliza eske iko na avantage kwetu sisi? Hakuna avantage parce que tunapoteza mpaka wakati yenye makoro taishaka kukua conclu entre AFC M23 na serikali ndo siku tutarekipere Bukavu nafasi zingine, Goma nafasi zingine. Mais mpaka hivi dès lors que gouvernement congolais ilitika kufanya cessez-le-feu, manake naambia na wazalendo na FARDC mutie silaha chini, sisi tutapigana, mais mkuwe tu macho parce que kutuatake. Mais bakasema kwamba hakuna kitengo entre serikali na ile AFC M23 mwanaweza enda kuatake mwingine, bakatia mekanisme conjoint ya verification ya violation ya cessez-le-feu, ndo bakatia EMO, Qatar, bakatia Union Africaine, bakatia na SADC, ke banaweza kuverifie mais aussi na MONUSCO kuverifie baone nani mwenye amekiuka mkataba na ameenda kuviole maespace yenye mwingine anashikilia. Pamoja na hayo, ameongeza kuwa mkataba huo ni hatari kwa taifa ya Kongo. Andre Biadunia Mashaka mara tena kwenye line ya simu ya chaneli yetu. Sincèrement ni danger pour la République. Nitapata occasion ya kuexplique batu asubuhi moja kwenye radio Kivu FM, nitaita kwa radio na nitaexplique batu comment est-ce que Soudan du Sud ilizalika wakati ya ba John Garange ba SP na ile mouvement yao ya SPLA yenye iko na karaktere sawa M23 leo vile ndio walianza. Etats-Unis iliona kwamba no, tukienda muvita itashindikana, tuende mkitu yenye banaita cessez-le-feu, na ile cessez-le-feu itatufikisha kwenye banaita souveraineté de fait, na souveraineté de fait tenda tunaikubali polepole. Nilikuambiaga tena watu ilia kama 10 ans mimi vya dunia, niliambia watu kwamba mko mnaona Goma iko na jengwa, inajengwa na accelerate kujengwa, kuna kitu wako wana prepare kwa ile Goma. Et donc
hatuwezi kuwa surpris kesho tunasikia kwamba Goma inakuwa kapitali ya nchi nyingine kama tukufunguka macho. Mimi naomba population congolaise tufanye yote ambayo inawezekana, tutie pression kwa gouvernement récupérer les maeneo ili tuwe masesele FCC inatuzisha nchi iko natuenda bila fujo, bila makelele, tuko tunapoteza udongo wetu. Tukue makini wa ndugu. Mpaka sasa hivi gouvernement haina droit kwenda kuatake Kamanyola, haiwezi kwenda Katogota, na M23 haiwezi kuwa kutuatake Uvira na Fizi. Je, tutaishi Uvira Fizi bila kufika Bukavu? Je, wenzetu wa Bukavu wataishi pale bila kufika Uvira na Fizi? Point d'interrogation. Donc tuwe makini, tufunguke akili, tuone mbele, tusukume serikali. Huko Luvungi ni kwamba wazalendo wane kuuawa kwa kupigwa risasi, askari jeshi wa taifa FARDC mmoja pia kuuawa na raia mwingine kujireuliwa. Hayo ndiyo matokeo kwa muda ya vurugu ya kufyaturiana risasi kati ya wazalendo kundi la Kamanda Kangadadi zidi ya jeshi la taifa FARDC katika kijiji cha Luvungi tarafani Uvira. Kwake Dunia Amisi, mratibu wa machozi ya raia, ameanza kukemea vikali kitendo hicho. Upande mwingine ameonyesha chanzo zaidi cha vurugu hiyo. Ilikuwa siku ya 3 apre tunajua kama kupa Uvira ambao wamefanya meeting eneo ya Kamanyola na kusema kama wanajiandaa wakuje hapa wale wa M23, na ndani ya hao watu ambao wamefanya meeting Kamanyola ulikuwa watoto hapa Uvira wamoja ambao walionekana kusema kwenye ile meeting. Sasa ilipofikia vile Luvungi na watu moja ambao wako ndani ya M23 ambao wana mali zao hapa Uvira na kando. Sasa population Luvungi ilipoona zile mautio za watoto wa Uvira ambao wamejiunga na M23 wako nasema kama watakuja hapa Uvira, population ya Luvungi ilisirika sana, na hiyo siku ya 3 walianza enda bomula masomo ya mtoto mmoja wa hapa Uvira ambaye alijiunga na M23. Ile kwanza enda bomula masomo, unajua kama kazi ya serikali ni kuchunga raia na mali yake. Ndipo serikali ikasema no, mwezi bomula nyumba ya raia, na tuko tunaona hiyo serikali kaenda fanya intervention. Wazalendo nao walipoona serikali inakataza raia wasibomole ile nyumba ya ule mtu mwalijiunga na M23 ni masomo, wazalendo wakaanza kufuatiliana masasi na wajeshi wa taifa. Ndio ikazorota sana Luvungi. Paka saa hii tunaregistre 4 moro kwa niva wazalendo na soda FARDC, tunaregistre umoja na soda FARDC umoja ndio alipoteza maisha. Na sivilo mali jerewa zikali iko kwa matunzo pale Luvungi. Kama mashirika za kiraia tunaendelea kushauria population yetu kusema kama tusiko tunajikamatia pouvoir si peke, na tusiko tunajikamatia maamuzi. Serikali hayo yenyewe inajua wale ambao wamejiunga na adui na inajua nini ndio itafanya ili iokoe ni hayo yenyewe. Mwisho wa Dunia Amisi ameomba raia kuepukana na tabia kama hiyo. Itasumbua paske iko ni lamusha mafundi jamaa ya ule ndugu ambaye aliweza jiunga na M23 haitafurahi baada ya manyumba zao, paske kwenda kujiunga na M23 kwa kusema familia yote inajiunga na M23. Population sisi kama mashirika za kiraia tunalaani sana ile hali, na paske huko general wa kizalendo mwenye wanamuita General Kangadadi mwenye kwa pale Luvungi yeye alikuwa hotere na ndio mwenye alipuse ile fianze kwa population, malgré kama population ilifanya maandamano bange polisi ingefika pale na bale watu na bomole ile ya ule ndugu ule General Kangadadi ndio alijipermettre kuanza enda piga masasi kwa jeshi, na njoo ikaleta vurugu vita kabisa. Mazaki zilia umepanda 5h 6h na watu wako tu wanaangalia. Pour nous les acteurs de la société civile, nous condamnons fermement ces actes inhumains qui continuent de se manifester Uvira. Bwana mtangazaji haiko tu FARDC na wazalendo, huko si hapo vile nyingine fuyo kati ya wazalendo na wazalendo kwa wao wenyewe wasikilizani. Acha nikwambie tu kama huko general autoproclamé ambaye wanamuita Nyerere, kuko soda wake mwe wanamuita Makanika alitoka kwa Nyerere na kaenda fungula naye nyingine movement yake. Sasa ule General Makanika mwenye alitoka kwa Nyerere akaanza enda natia naye mabadiere ngambo za kwenye general wake wa zamani kwenye naye alikuwa anatia.
ikaleta fuyo ya Rumarika kule. Fuyo ilikuwa ya mingi juzi, bakapigana. Mais aussi FARDC, tuko tunasema FARDC, mais FARDC nayo iko inakuwa na point furu zake, parce que FARDC iko inakuwa inaamua ile vita. Mais aussi bazalendo na FARDC tuko tunapatana, ile ndio kitu ketu tunaangalia, tukiingilia kati sisi kama mashirika za kiraia, ndio tunaviamua vile vitu polepole, parce que tunaweza kiashituka hapo Uvira, tukiendelea mwile mapolemike mwile fuyo, tunaweza kiashituka hapo Uvira, tuingiliwa na adui bila sie wenyewe kujua. Na mtangazaji huko Kilembo ni kwamba pesa ambazo idadi yake bado kujulikana na betri na hata baadhi ya simu kupelekwa, hayo ndiyo matokeo ya kitendo cha wizi kilichoripotiwa ndani ya kijiji cha Kilembo, sekta ya Lulenge, tarafani Fizi, na watu ambao walikuwa wanamiliki silaha kinyume cha sheria na ambako mpaka sasa bado kujulikana. Akizungumza nasi mkuu kiongozi wa shirika la raia ndani ya sekta ya Lulenge, Bwana Abedi Sumbia Abdul, ameanza kwanza kuonesha picha halisi ya hali hiyo ilivyotokea katika eneo hilo la kijiji cha Kilembwe, sekta ya Lulenge, tarafani Fizi, huku akiomba vyombo vya usalama kuzidisha usalama. Ni mchuuzi mmoja yuko kule Jovi Kuchu, aliingililiwa na watu wenye kusikilia silaha usiku wa manane, wakavunja duka, wakaingia ndani, wakapora matelefone, mabateri, nusu ya pesa, vyote wakaenda navyo. Wakati walitoka, kijana ambaye alikuwa analala pembeni kidogo akasikia, akaanza piga makelele. Akapiga makelele, watu wakaamka, wakaja kuta vitu vinaporewa. Na waskari gisi muuliza hawafanyi doria usiku, wanakaa tu wanalala. Ingekuwa wanafanya doria watu hawangiibiwa namna hiyo. Hawafanyi doria. Hivi ndio wameungana wote biro zao zote kwa kufanya ile ankete na utafiti namna gani ile vitu vinatembea. Lakini sisi kama vile shirika la raia, ile kitendo ni kitendo tena kigeni sana ndani ya jiji ya Kilembwe. Ndio maana tunamwambia mkuu wa sekta, ingekuwa heri atie wa vijana chini, kwanza FRDC, Autodefense, Groupe de Jeunes, CNPCC, waanze jipanga gisi ya kufanya doria ndani ya jiji. Hiyo maafa tena na uwizi tena usiendelee. Sisi kama vile shirika la kiraia, hiyo hali ni hali moja kigeni sana, ni hali kwa siku sana haijasikilika ndani ya jiji la Kilembwe. Ilikuwa heri vikundi vyote viungane, vianze fanya doria usiku, kwa sababu bunduki zinazagazaga ovyo sana. Waanze fanya doria kwa kukingia raia na mali zake zote. Na huko Kikonde ni kwamba kamanda mmoja wa kundi la Bishambuke amefariki kwa kupigwa risasi katika makabiliano ya makundi mawili ya wazalendo pa Kikonde, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Makabiliano hayo yamepelekea hali ya usalama kuzorota kwa upande wa raia mnamo usiku wa kucha siku ya Ijumaa ya tarehe 17 Oktoba 2025. Mengi zaidi kutokana na taarifa hizi, endelea kufuata habari zetu zinazofuata. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tukutanane mara tena baadaye kwenye vipindi vingine. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Thank you.